Wapendwa, poleni na majukumu ya hapa na pale. Ninaamini ni wazima buheri wa afya, na leo ndo kwanza nimeingia ndani kulingana na ubizi wa hapa na pale. Hii wiki nilisema nitakuwa nazungumza muda wa usiku kwa sababu ni wiki ambayo niko too much busy, na leo nina vitu vichache pia vya kushare na watu. Ukiangalia hii TanQR, ukienda kwenye mifumo yote ya cryptocurrency au scan tu zile scanning za kawaida za kwenye simu, kama una kamskana ya QR code unaweza ukaskani tu. Wewe fanya tu jaribio, skani, utaletewa address ambazo hazisomeki. Hazisomeki. Lakini kote kuna ruhusu kuchukua taarifa ya picha ya QR kutoka kwenye simu gallery, phone gallery. Lakini ukienda kwenye mfumo wa TanQR wa benki, kwenye app ya maybe Sim Benki au app ya NMB Mobile au app ya Absa Mobile na kwingineko, hata ya Equity Mobile, pale haparuhusu kuchukua picha. Haparuhusu mtu kuchukua picha kutoka kwenye gallery kwa maana ya QR code ulionayo kwenye simu. Ila kwa sasa ukitaka kulipa unatakiwa kumskani mtu aliye mbele yako, ile picha iliyoko mbele yako, object, unatakiwa kuskani object. Lakini ukiingia kwenye mifumo mingine ya crypto panaruhusu, kwenye scanning zote duniani za QR panaruhusu, ila kwenye mifumo ya kibenki hairuhusu bado. Kwa nini hairuhusu? Nenda kwenye wallet ya Pi, buy pale kwenye pay or request, nenda pale, ukijaribu kuskani na penyewe haparuhusu kuchukua picha kutoka kwenye foni, kutoka kwenye simu yako, haparuhusu bado, haparuhusu. Hapa pataruhusu kuanzia mwezi wa 7. Sasa kwa nini huku kwingine tunaweza kuskani kwenye zile wallets na kwenye exchanges? Kwa nini tunaweza kuskani kule alafu hatuwezi kulipa au hatuwezi kuhamisha? Ni kwa sababu ya innovations, kwamba zile zilizo nyingi ziko chini ya web 2. Hata kama nyingine unakuta ameandika web 3, ila kuna vitu vingi bado sio vya web 3, bado ni vya web 2. Ila Pi inakuja na mfumo ambao ni wa web 3. Mfumo wa Pi wa web 3 ni kwamba watakaponiruhusu mimi, wewe angalia tu kwanza pale pameandikwa pay or request. Hiyo ni very big difference ambayo unatakiwa kuielewa. Sio buy sell. Watu wanaweza kawa waelewe. Pale pameandika pay/request, sio buy or sell. Kule kwenye exchanges na wallets kule kuna masuala ya kufanya nini, ya kubuy na kusell na kudeposit vitu kama hivyo. Lakini huku pameandikwa pay, mlipe mtu au muombe yeye akulipe. Mlipe mtu anayenidai deni niweze kumlipa, au ni muombe mtu aniingizie muamala, bila kuhusisha haya masuala mengine ambayo yapo huku. Kwa hiyo pale patakapokuwa pameruhusu, mimi nina ruhusa ya kuskani QR code ya kwangu ya kibenki, kwa sababu pale apata dai hizi address za kawaida tulizo nazo. Kwa sababu kiskani address ya Pi ya wallet ya mtu mwingine, pata kuonyesha hii ni wallet ya Pi. Ukiskani wallet address ya nani ya kibenki, pata kuonyesha hapa ni masuala ya kibenki, wataleta data za mtu za kibenki. Ndio maana nimewaambia tunawatumia message muingie kwenye mabenki kwa ajili ya kuchukuliwa alama za vidole na picha kwa upya. Tunachukua alama za vidole pale ambapo pana miss picha na signature mteja ana sign. Yaani ulienda NIDA ukaskani, lakini kulikuwa kuna changamoto, mwisho wa siku signature haionekani, unakuja unatusainia sisi benki signature yako. Au pana miss mambo ya taarifa na picha na nini, au umeshabadilisha makazi nini, vyote hivyo tuna update, tunafanya updations. Haya yote lengo ni ili tuendane na KYC ya Pi network, kwa sababu kama mtu alifungua akaunti kwa taarifa za mwanafunzi, KYC haijajitosheleza.
alifungua siku kwa kitambulisho gani, KYC haijajitosheleza. KYC iliyojitosheleza ni ya NIDA. Sisi tunaitambua ya NIDA. Yaani hata uwe na leseni, uwe si nani, tunayoitambua, tunayemtumia message kwa ajili ya updation, sana sana tunamlenga mtu wa NIDA. Akija mtu wa maybe wa leseni, wa pasipoti pamoja na kitambulisho cha mpiga kura, tunamtem as other ID, sio ID ya moja kwa moja national ID. Kwa hiyo tunawaita watu waje kuupdate taarifa ili waendane na huu mfumo ambao ninakwambia, huo wa QR, yani QR, kwamba naweza mimi si nina crypto kule kwenye asset zangu za nani za pai, sina pai zangu, lakini mimi nahitaji milioni 10 leo, nimlipe mtu ananijengea nyumba pale na nini, maybe Mkuranga, au ananijengea mimi kijijini. Sasa nitamlipaje? Kwa sababu ukumbuke matumizi ya pai yanamlenga mtu ambaye ana KYC. Yaani kwa maana kwamba siwezi mtu kukaa tu akasema mimi na establish hadi nani wallet ya kwangu ya pai. Sio hivyo. Sio hivyo. Yaani mtu hawezi kujisikia tu kwamba bwana mimi nilichelewa kuingia kwenye mradi, basi ngoja nifungue tu just wallet. Nisiwe na pai nifungue tu wallet basi, alafu tanua pai zangu nitaweka, hazita function. Umeambiwa anayefaa kwenye Pi network ni lazima awe ni yule ambaye ana KYC. Ndio maana kama mtu hajafanya KYC hawezi kufanya chochote kule. Hata ukitaka kumtumia Pi zingie kwenye wallet yake haziwezi kukubali. Sio kama naeleweka. Ni mpaka awe amefika hata amefanya KYC, amepata migration. Hivyo vyote ni vigezo vilivyoko kule. Sasa yule mtu ambaye hakumaini Pi, hana KYC ya Pi na anahitaji wewe umlipe, ni fundi wako kijijini anakujengea nyumba ya mzazi wako, utamlipaje? Kama lengo la Pi ni kununua na kuuza tu, kwamba tununue vitu nani ndio tunapata tu vitu, nabadilisha, napata gari, napata nyumba na nilipa nauli, kama sawa, ni utility, tunakubali. Lakini tuna ulazima wa kutumia currency zetu za kawaida. Kama nilivyosema jana, ukienda kwenye Pi converter kuna just normal currencies, calculator inaonyesha normal currencies za kwetu. Kwa sasa kwa mtu ambaye hana KYC ya Pi, siwezi kumlipa kwa Pi. Huyu namlipa cash yake, namlipa cash cash at hand, au namlipa cash in the bank. Sasa kwa sababu Pi ina mfumo wa Tani QR ambao utafunguliwa mwezi wa 7, maana yake mtu kama ananijengea nyumba, yeye naweza kumhamishia fedha zikaenda kwenye akaunti yake ya kibenki. Naweza kumhamishia fedha, naweza kuhamisha fedha zikaingia kwenye akaunti yangu mimi ya kibenki, lakini wakati huo huo nikamlipa yeye, nikamhamishia kwenye simu yake. Kama ana akaunti ya benki, si zimeshaingia kwangu benki na zimiliki. Kwa hiyo Tani QR utakapokuwa umeskani QR yako, itakuruhusu wewe kuhamisha kiasi fulani kulingana na regulations zitakazo kuwepo muda huo, kwamba transaction ya siku haitaki kuzidi kiasi fulani. Utaskani, utajihamishia wewe fedha, zitaenda benki, au utaskani QR code ya kwangu mimi, utanilipa, ambaye nipo na kujengea nyumba, ambaye nipo natengeneza mradi wako, kuna sehemu umeniajiri. Tuna watu wengi, tuna ndugu wengi ambao hawajamaini Pi, hawana KYC za Pi. Sasa tutaweza kuishi nao namna gani? Tutaweza ku accommodate vitu namna gani? Kwa hiyo kwenye huo mlengo, ndio maana ya hiki kitu ambacho tunaendelea nacho. Mtu ambaye atakiona ni cha kawaida au akakidharau, kiache, usikifanye. Lakini yule ambaye naona kina maana na kwa sababu ni cha bure, anakifanya, anajiwekea base ya kuto kusumbuka baadaye, kuanza kuhangaika. Wakati huo watu wameshaingia kwenye new era, wanadili na vitu vipya, wewe bado unahangaika na vitu vya zamani. Wakati huo ungekuwa umekwisha kuwa na kile kitu, ushakifanyia riaso, unajua namna ya kufanya, unaelewa kila kitu, ingekuwa ni just simple. Kuna mtu mmoja aliniuliza swali inbox akasema, sasa hiki kitu sasa Tani QR jamani, sasa hivi inaweza kutusaidiaje? Inaweza kutusaidia nini? Sikiliza, mpigie mtu kama una rafiki Dubai, una rafiki China, Japani, Australia, Sweden, England, Poland na kwingineko dunia nzima. Mpigie, mwambie sasa, sikiliza, mimi hapa nataka nikutumie lipa namba mimi ya CRDB, uniwekee hela. Halafu mwelekeze, nenda kwenye menu yako ya simu,
ya kawaida, menu ile ya transactions za kifedha, chagua pay merchant au pay bill, alafu utakutana na kitu kimeandikwa Turn QR. Utakapokigusa Turn QR, hebu weka namba zangu hizi hapa za lipa namba, then niwekee kiasi fulani. Atakapokuwekea utaona mwamala hapo hapo, ntiti hela imeingia. Dunia nzima Turn QR. Huu mfumo tayari unatumika. Kwa hiyo watu wanautumia. Una mtu yuko, kwa sababu gani? Siku za nyuma tulikuwa tuna Western Union, tulikuwa tuna PayPal, tuna Dirham, hivi ndo mifumo ambayo tumekuwa tunaitumia, ambayo ina take longer. Kuna muda ukienda unaambiwa benki sasa hivi hatuwezi kufanya, mtandao unasumbua, lakini sasa hivi benki sisi tumeacha. Mfano kama CRDB sasa wamejiondoa sana kwenye hizi mambo, yani wameacha kabisa hizi biashara za Dirham, sijui PayPal, kwa sababu ni vitu vinaka usumbufu fulani hivi. Tumepunguza masuala ya tisi kwa sababu yana usumbufu sana. Yaani mtu unamtumia hela yuko kule, amekwambia anaumwa, yuko Marekani, unamtumia hela zinachukua siku 2 siku 3 kureflect mpaka azione. Sasa mambo ya usumbufu yote hayo, mara unaambiwa tisi ulijaza vibaya, ulijaza jina lake vibaya, ulikosea herufi moja, kwa hiyo huwezi kupewa hela, go and reverse muamala, uanze upya. Sasa hivyo vyote vilikuwa vya nini? Kwa hiyo kwa sababu tuna Turn QR sasa hivi, mtu unaweza kufanya malipo ya kumtumia mwanao pesa yuko nje ya nchi, na pesa kaingia hapo hapo, yaani muda huo huo. Unajua maisha yameshabadilika, hata tu in normal sense. Siku hizi mtu yuko Marekani anakutumia hela, unaona anaingia M-Pesa, anaingia Tigo Pesa, wewe ufikiria anatumia mbinu gani mpaka anakutumia hela inaingia? Yaani vitu vya kawaida. Kuna innovations ambazo zipo, lakini mtu mwingine ameniuliza sasa hii tutaskani vipi? Kuskani, nafikiri nitaweka picha hapo ya scanner tu ya kawaida, scanner ya kawaida, alafu nitaonyesha namna ambavyo unaweza kuskani ile QR kodi, alafu kiskani kwa nyakati hizo za kuanzia mwezi wa 7, matokeo yatakuja yanayokusomea vitu vile. Zile coding ambazo unaziona sasa hivi kwamba hazisomi majina, zinasoma vitu havieleweki, zitakuwa zinaeleweka muda huo. Zinasoma taarifa zako kwamba huyu ni Kalumuna fulani ile, na huyu ni John fulani, huyu ni Johnson, huyu ni Joshua, huyu ni Joab, huyu ni fulani. Yatakuwa yanasoma kila kitu. Kwa hiyo wana innovate huu mfumo, wanaendelea kuchakata na kupambana nao kila kuchwao. Wewe jifikirie sasa hivi unaenda tu unafika hatua unataja namba ya NIDA, mtu anaweka na scan vidole vyako, taarifa zako zote just kwa scan vidole zote zinakuja. Au muda mwingine anakuuliza tu, hajaskani vidole ila anakuuliza tu swali moja, ulizaliwa lini, nizaliwa taarifa fulani, anagusa tu sawa, taarifa zako zinakuja. Tunahama kwenye mfumo. Sasa wale ambao sijui bado wamekuwa ni backbencher darasani, bado wanafikiria mifumo ya zamani, bado wako kwenye mambo ya kizamani. Tunahama kwenye mfumo. Sasa endelea kujiongeza kwenye maarifa, endelea kutafuta ufahamu kubwa wa hivi vitu, kwamba sasa tunahama kwenye teknolojia fulani, tunaenda teknolojia fulani. Usio na baki nyuma. Yaani kuna mtu alishajiwekea tu taratibu kile ambacho wakati ana Maini Pai mwaka 2022 aliambiwa, hajajua kama kimeshakuwa innovated. Sasa hivi kimehama, bado amekalili kile. Kuna mtu alinipigia juzi simu ananiuliza, sasa hii namba ya simu pale naona kuna shida kwenye mfumo wangu, pameandika it change, mimi sielewi, wakati palikuwa pameandikwa update. Nikashangaa, just pameandikwa change. Nikamwambia hapo maana yake unamaanisha unaweza kubadilisha namba nzima ya simu? Ndio tumefika huko. Kwa sababu yeye alijua hicho kitu ni kitu ambacho ni kigumu, aliona kama hakiwezekani, utabadilishaje namba nzima? Alijua ni kitu ambacho hakitakaki, wala hakuwahi kukifikiria. Lakini kabla hata ya update za namba za simu, hiyo update yenyewe haikuwepo. Maana yake hata namba 1 namba 2 usingeweza kubadilisha. Kwa ni innovations ambazo zinafanyika kila kuchwa. Kila siku naona kuna vitu vipya vinakuja. Tujitahidi kuwa adaptive. Yaani tuwe watu ambao tuna adapt mazingira kulingana na changes ambazo tunaziona. Mifumo inabadilika kila kukicha, kwa sababu hata kwenye simu tu kawaida walianza wakazindua simu, baadaye wakagundua simu tutawasilianaje, wakaleta line, baadaye wakagundua kwani kumbe line hatuwezi kuzitumia tu hivi, tunaweka na vocha. Baadaye wakagundua bwana, kumbe mitandao ya simu tunaweza kueneza minara. Taratibu hivi vitu tunaelewa. Muda unavyosogea tutafika hatua minara itaondolewa, itakuwa haina kazi. Mfumo utakuwa una operate tu, rocket zinapita, yaani vitu mbalimbali.
satellite zinapita zinasambaza mawasiliano. Achana na haya Starlink, si nafikiri mlisikia kipindi kile Elon Musk anataka kuinvest ili tupunguze gharama za bando na nini akawa, lakini kuna vitu vilitokea tena, vitu viache huko, ni mambo ya kisiasa mengine huko lakini alitaka kubadilisha baadhi ya mfumo fulani hivi, alitaka kufuta mfumo fulani hivi. Mfano mzuri tu, angalia juzi kuna roboti ambaye ni watu wa Elon Musk wamemzindua roboti ambaye mpaka hatua imefika hatua mwanamke anasema watu wananitongoza sana, sijui ni nini, yani kila mwanamume anayekuja hapo kunisalimia anaanza kunitongoza. Huyo ni roboti, yani wamempa IQ intelligent quotient ya kuact kama binadamu, yani anazungumza, wanasema ana hisia kabisa za kike. Ni mifumo tunaama kutoka teknolojia moja kwenda teknolojia nyingine, ambayo utaona mambo mengi yanabadilika. Sasa tujitahidi kuwa tuna adapt. Kama unafuatilia sana benki, tuko kwenye innovative era, new technological era. Tunatembea na teknolojia ya kisasa. Usije ukafikiri sisi tumejisahau, kwa sababu nimekuwa nikizungumza sana hizi issue kwamba sio kwamba sisi mifumo hatujaletewa, mifumo ya crypto tunayo tunayo my friend, we are just waiting. Tunasubiri tu kengele kama ya kanisa la Katoliki na KKT na kwingineko inayo pampa, ndo tunayoisubiri sisi ili turuhusu mifumo. Lakini kwa sasa tunawatumia wateja meseji wafanye updation za vidole. Kama wewe una akaunti ya benki ya CRDB, ya NMB, ya Equity na kwingineko, unaona unatumiwa message several times, fanya updation ya vidole. Kwa nini tunakufanyisha updation ya vidole? Tulishahama kwenye ile era ya mtu kupanga foleni, tumeshatoka huko. Tumeshafika hatua ambayo tumeweka ATM za mtu kuweka fedha. Fedha inahesabu yenyewe, hauhitaji kuwa na msimamizi yeyote. Inahesabu hela, mnakubaliana, una click, inachukua hela. Sisi tutazikuta baadaye. Kama muamala umefeli, na reflect na kurudishia hela. Kama haijarudisha, sisi hapo ndo tunakuja kuaudit sasa, kuangalia kwamba hii hela ilikuwa inaingia kwenye akaunti ya fulani, tunakuwekea hiyo hela kwenye akaunti. Lakini tulishahama kwenye mifumo ya kizamani. Ndio maana ukienda kwenye ATM, naona ATM sasa hivi zote tunazoziweka sasa hivi tumeweka sehemu ya kuskani kidole, ya kuchukua kidole, lakini madirishani tumeweka sehemu ya kuweka kidole. Japo vidole havijaanza kutumika, lakini kwa upande wa Malawi kule chini na Mozambiki na kwingineko tayari wanatumia vidole. Yani watu hawatembei tena na kadi, wanatembea na kadi. Nyakati hizi hatutembei tena na kadi, kwa sababu tuna innovate mifumo. Tumeweka mifumo ya Tani QR, unaona, lipa safari na mengineyo. Haya yote tuna target kubwa ya Web3 ambako tayari sisi tumeingia. Sisi bwana tumeingia, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo tunavifanya vya Web3. Kwa mtu ambaye anaelewa the difference between Web3 na Web2, ninapozungumza hivyo maana yake yeye ananielewa vizuri kabisa kwamba ninachokizungumza kiko correct, kwa sababu sisi sasa hivi unaweza ukafanya vitu just by scanning, unaelewa. Unaweza ukatoa fedha huko Dar es Salaam, mtu yuko Mwanza akazipata zile fedha kwenye ATM wakati akaunti sio ya kwake, anaenda tu anachukua zake mpunga, kwa maana tumekwisha innovate. Na hii mifumo yote tunaichakata kwa kujiandaa na new era ambayo inaingia ya tunasema ni monetary revolution, teknolojia ya kifedha ambayo inaingia. Masuala ya quantum hayo ambao wamekuwa wakizungumza kina ndugu zetu Zinge na wengine, kama ambavyo mmekuwa mkisikiliza Zinge halalagi atuliagi. Hayo yote msifikiri benki hazijui, no. Benki tunajua. Mwaka jana we paid a visit kwa ajili ya BOT, na lengo lilikuwa ni kushare tu kwa habari ya issue ya mradi wa Pi, and we found them all are mining. Tulikuta wote wana mine Pi mpaka tukashangaa. Wakasema mfumo tunao, na huu mfumo tunausukuma kwenye mabenki, tunawasukumia ninyi watu wa mabenki, mtaupokea, lakini tutaendelea kusubiri kidogo. Kwa hiyo unaweza ukaona kama ni vitu vinaendaenda tu, unaona unatumia message, njoo update taarifa zako, njoo update taarifa zako. Kuna muda kama huja update utapishana na gari la mshahara, wakati ambapo tumeingia new era. Kwa hiyo zote ni preparatories. Ndio maana tunakwambia kafungue account ya benki fulani,
kafungue akaunti ya benki fulani. Hivi vyote vitakusaidia, na haya mambo ambayo tumeyaleta sasa hivi ya lipa namba, hivyo vyote nitakapoanza kuzungumza, nitavizungumza vitakuwa na manufaa gani kwenye majira ya kuanzia mwezi wa saba na mwezi wa nane this year, vitakuwa na faida gani, na muda huo hizo lipa namba tutakuwa tumeshafikia target ya zile ambazo tunazihitaji. Ili sasa mtu kuweza kuipata muda huo, tutaangalia vigezo kwa maana ya KYC na KYB. Hicho ndo nikufichulie tu. Sasa hivi tuna KYC ya kawaida ya kumwangalia mteja anafanya nini afanya nini. Kuanzia ile miezi mtu akihitaji lipa namba, kwa sababu lipa namba ni hii ndo inasaidia, yani wewe usistukiwe na watu wa serikali kuangalia kwamba mbona hela zinapita pita, yani hawastuki, kwa sababu lipa namba ni namba ya kibiashara. Kama ni namba ya kibiashara, wao wana expect huyu anayepitisha miamala hivi maybe ni wakala. Kama ni wakala, miamala inapita, bila shaka wakisema waanze kufuatilia sana, hapo ndo issue za TRA zitaanza kuingia, kwa sababu hawatakuface wewe moja kwa moja na TRA hata kuface moja kwa moja, ni lazima watapitia mchakato tofauti na vile ambavyo watu wa forex wamekuwa wakifanya. Mtu ana trade $50 anaingiza $50,000, $100,000, inakuwa tena ni shida, anafuatiliwa. Lakini kama na hizi zingekuwa kuna mfumo ambao tumeshaulinki kule kwake, ambao unamruhusu anapo trade forex zile fedha zake zipite kwenye lipa namba, wala asingekuwa anasumbuliwa. Ndio maana wamekuwa wanakimbizwa hivi vitu kama hivyo. Kwa hiyo hizi innovations zinazotokea kwa sasa, ndio maana nimeona niweke group maybe ili tuwe tunaweza kushare vile vitu vya kibenki ambavyo mimi ninavijua na vile ambavyo navipata kulingana na watu ninaokutana nao. Nauliza sasa, tuko eneo gani, tumefikia wapi, what are we waiting, taarifa zinazotoka nje zinasemaje, vitu kama hivyo. Kwa hiyo tutakuwa tuna share. Kwa leo ninaomba ni share hapa, niwatakie siku nyingine njema.